Mwaka 1968, kijana mmoja aitwaye Stanislav Petrov alikuwa afisa wa kijeshi katika Umoja wa Kisovieti. Kazi yake haikuwa ya kupigana mstari wa mbele. Alikuwa anakaa kwenye chumba cha udhibiti akitazama skrini za rada na mifumo ya satelaiti. Kazi yake ilikuwa moja tu, kugundua kama Marekani imezindua makombora ya nyuklia kuelekea Urusi. Ilikuwa kipindi cha vita baridi. Dunia ilikuwa imegawanyika vipande viwili, Marekani upande mmoja, Urusi upande mwingine. Kila upande ulikuwa na silaha za nyuklia za kutosha kuangamiza dunia mara kadhaa. Kila upande ulikuwa unaogopa kushambuliwa kwanza. Usiku wa tarehe 26 Septemba 1983, Petrov alikuwa kazini. Ilikuwa zamu yake ya kawaida. Hakukuwa na dalili ya hatari. Kisha ghafla alamu ikalia. Mfumo wa satelaiti ulionyesha kwamba kombora la nyuklia limezinduliwa kutoka Marekani kuelekea Urusi. Dakika chache baadaye, mfumo ukaonyesha kombora la pili, halafu la tatu, halafu la nne, halafu la tano. Kwa itifaki ya kijeshi, Petrovu alipaswa kuripoti mara moja kuwa Marekani imeanzisha shambulio la nyuklia, na kwa mujibu wa sera ya wakati huo, Urusi ingejibu mara moja kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Hiyo ingekuwa mwanzo wa vita vya nyuklia. Na vita vya nyuklia kati ya mataifa mawili yenye silaha za maelfu ya mabomu ya atomiki si jambo dogo. Wataalamu wanakadiria mamilioni wangeweza kufa ndani ya masaa au siku chache. Miundombinu ingeanguka, miji ingeungua, dunia ingeathiriwa kwa miaka mingi. Petrovu alikuwa na dakika chache tu kufanya maamuzi. Alitazama data, alitazama ramani, akajiuliza, kama Marekani ingeanzisha vita vya nyuklia, kwa nini itume makombora 5 tu? Kwa nini si mamia kwa wakati mmoja ili kuhakikisha ushindi? Aliona pia mfumo wa rada za ardhini haukuthibitisha shambulio hilo bado. Ilikuwa ni taarifa tu ya satelaiti. Kwa sekunde chache ambazo zilionekana kama milele, alichagua kufanya kitu ambacho si cha kawaida. Aliripoti kuwa ni itilafu ya mfumo. Alivunja utaratibu wa kijeshi kwa kutumia mantiki yake binafsi. Dakika zikapita. Hakuna mlipuko, hakuna makombora yalionekana kwenye rada za ardhini. Baadaye iligundulika kwamba mfumo wa satelaiti ulikosea. Mwangaza wa jua uliakisi kwenye mawingu kwa namna ambayo mfumo ulidhani ni uzinduzi wa makombora. Kumbe ilikuwa ni alamu ya uongo. Uamuzi wa mtu mmoja katika chumba kimoja, usiku mmoja, uliizuia dunia kuingia kwenye vita vya nyuklia. Cha kushangaza zaidi, hakupokelewa kama shujaa mara moja. Hakukuwa na sherehe, hakukuwa na matangazo makubwa. Serikali haikutaka kuonyesha kwamba mfumo wao ulikuwa na kasoro. Aliendelea kuishi maisha ya kawaida kwa unyenyekevu bila kutambuliwa. Baadaye ndipo dunia ilipoanza kujua kilichotokea. Watu wakaanza kumuita mtu aliyeokoa dunia, lakini yeye mwenyewe alisema alifanya tu kazi yake.